jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bwana awe nanyi. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Dominika leo kwa namna pekee kama wana Dominiko tunamshukuru sana Mungu kwa zawadi ya Padri Daniel Kilala ambaye anaadhimisha miaka 25 ya utawa. Tumshangilie Mungu kwa ajili yake. Pamoja na hilo pia tunafahamu kwamba kanisa letu lilitabarukiwa mwezi wa 8, tarehe 8 mwezi wa 8 miaka ya nyuma, na tunamshukuru pia Mungu kwa eneo hili, sehemu takatifu ambayo aliichagua hapa ili tuweze kumwabudu. Tumshangilie pia Mungu kwa tukio hilo. Bila kusahau pia leo ni Dominika ya 21, masomo yetu ni mwaka A wa kanisa. Ujumbe muhimu utakaosikia ni kuhusu watu wawili wanakabidhiwa funguo. Wa kwanza kwenye somo la kwanza ni Eliakim. Eliakim, neno ambalo lina maana ya Eli. Usikia Eli ni Mungu, lakini huyu Mungu alikuwa anatajwa pia na wapagani, ila jina la Mungu katika Israeli ni Yahweh, ambalo hata Waisraeli wenyewe hawathubutu kabisa kulitaja. Wakifikia tu inabidi wakae kimya. Kwa hiyo Eliakim maana yake Mungu ndiye kiongozi, Mungu ndiye aliyeanzisha. Na tunaamini kabisa Mungu ndiye aliyeanzisha safari ya wito kwa Padri Daniel. Alimkabidhi ufunguo. Ufunguo huu amefungua mioyo mingi ya watu ambao pengine ilikuwa nakataa kusamehe. Amefungua mioyo mingi ambayo wagonjwa ambao walikuwa katika hali mbaya. Amewasaidia wengi kupata neema. Ni mamlaka. Ufunguo ni ishara ya mamlaka. Kwenye somo la Injili pia tutasikia Petro akipewa mamlaka, funguo za kufunga na kufungua. Sio za kufungia watu, ni mamlaka ya huruma, mamlaka ya kumuiga Yesu, ya kuwafungulia watu ili waweze kukutana na Mungu. Kuna wengi wamefungwa kwenye maisha. Padri huyu ametumia miaka yote hii, ameenda sehemu nyingi, amehubiri Nigeria, ameenda Australia, amefanya kazi kule Usariva, amefungua mioyo ya watu wengi. Hakutumia ufunguo wake vibaya. Tumshangilie Mungu kwa kutumia ufunguo vizuri. Tukiwa na malengo hayo, tukiwa na nia hiyo, tukimshukuru Mungu kwa ufunguo ambao alimkabidhi padri wetu, tunamuomba sasa kwa namna ya pekee awashe mshumaa wa jubilei. Karibu baba padri. Na wakati anawasha basi tushangilie. Hata kama una matatizo yako binafsi pengine na kusumbua nyumbani, naomba uyavumilie tu. Mshangilie Mungu kwa ajili ya padri wetu jamani. Sasa tunamkaribisha padri aendelee kutuadhimishia adhimisho hili la misa takatifu. Tukae kwenye mkao wa kumtukuza Mungu katika adhimisho hili kwa moyo uliotulia na safi kabisa. Karibu baba. Ndugu zangu, tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Namuungamia Mungu Mwenyezi. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele.
Mungu Baba wa vipawa vyote, tunakiri kuwa kila tulicho nacho kimetoka kwako, hata sisi wenyewe. Utufundishe kutambua fadhili za wema wako mkuu, na tukupende kwa moyo mnyofu na kwa nguvu zetu zote. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.